Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwa kusema kwamba alikoishia ndugu yangu Mashimba Ndaki ambaye tumesoma darasa moja, kwamba ili tulinde viwanda vyetu ni lazima tuwe na mazingira yanayotabirika. Sasa katika nchi yetu tuna tatizo kubwa sana la mazingira ya biashara hayatabiriki. Mwezi huu uliopita tu, Mheshimiwa Naibu Spika, TRA walitoa tangazo la kupiga marufuku vinywaji vyote ambavyo havina stika ya kielektroniki, kwamba ikifika tarehe 30 ya mwezi uliopita hivyo vinywaji vyote vitakuwa vimekoma na havitakuwa na thamani tena. Sasa Mheshimiwa Spika, wa kisheria na vina stika ambazo zinatambulika na vimeshasambazwa katika nchi nzima. Maanake vinywaji hivi vinapatikana Dar es Salaam, tuseme vinakwenda kwenye jimbo fulani, labda la ndugu yangu Mlimba kule Ifakara. Sasa unavyowaambia, unawapa siku chini ya 30 kwamba wavirejeshe vyote viweze kupata stika nyingine, na wasipofanya hivyo hiyo biashara itakuwa imekoma. Kwa kweli ni hali ya ajabu, ni kitu cha ajabu sana. Sasa namshukuru sana naibu waziri, nilimweleza na amelifanyia kazi, lakini katika hali ya namna hiyo inatupa shida, na ndio maana biashara inasinyaa kila kukicha katika nchi yetu. Sambamba na hilo, Mheshimiwa Naibu Spika, kuna masuala haya ya kurejesha vati. Tumeambiwa hapa kuna badeni ya zaidi ya bilioni 45. Sasa ni nani anakuja kuwekeza hapa wakati hana uhakika wa kurudishiwa kile ambacho kiko kwenye mkataba? Kwa hiyo katika hali kama hii inatupa shida sana, Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, mazingira ya kufanya biashara ni magumu sana. Ndugu yangu Basha alisema jana kuhusu habari ya kuanzisha kiwanda cha kusindika maziwa. Leo tunavyozungumza, nchi yetu inazalisha maziwa lita bilioni 2.4 kwa mwaka, lakini maziwa tunayosindika ni lita kama milioni 37 tu. Sasa hii ni kwa sababu mlolongo wa kodi ambazo zipo, jana Basha alisema ni 26. Mimi nayo orodha hapa, nayo andishi hapa, ni tozo na kodi 28. Taasisi au mamlaka ambazo zinakwenda kushirika na wewe siku ukiamua kuanzisha kiwanda cha kusindika maziwa ni 11, na taasisi moja inaweza ikarudi hata mara 4 kwenye hiyo biashara yako. Sasa katika hali ya namna hiyo, wenzetu wa Kenya leo wanazalisha maziwa lita bilioni 5 kwa mwaka, wanasindika zaidi ya bilioni 5 kwa mwaka. Leo Uganda wanazalisha lita bilioni 2.4, wanasindika zaidi ya lita 500,000 kwa siku. Sisi tuko kwenye 150, 150,000. Sasa ndugu zangu, ili uanzishe kiwanda cha kusindika hapa Tanzania unapashwa ulipe zaidi ya shilingi milioni 33 ndio kiwanda kianze kuzalisha. Sasa tunang'ang'ania milioni 33, lakini tunapoteza ajira, tunapoteza kodi ambazo zinapashwa tunaweza tukazipata kwa kuwepo na viwanda vingi, tunapoteza mapato ambayo yanatokana na bidhaa zinazotokana na maziwa ambazo ziko zaidi ya 20. Sasa jamani, hii ni akili gani? Hii ni akili gani? Tumelogwa na nani? Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, hatutumii fursa ambazo tunazo, ambazo tumepewa na Mungu. Mheshimiwa Naibu Spika, niende kwenye hoja ya 3. Hoja ya 3 ni sakata la korosho, na sisi kwenye ukurasa wa 42 kwenye kitabu chetu cha maoni ya kambi ya upinzani rasmi bungeni tumesema watu wawajibike, na hapa nataka niwe very specific.
hapa nataka niwe very specific, na niliombe sana bunge hili linisikilize na lichukue hatua. Mheshimiwa Naibu Spika, tuliingia mkataba na kampuni inaitwa Indopower ya Kenya, na siku tulivyoenda kuingia mkataba, serikali ilikwenda pale, mawaziri kadhaa walikwenda pale, akiwepo waziri wa wakati huo wa Katiba na Sheria Profesa Palamagamba Kabudi, na gavana wa Benki Kuu alikuwepo pale. Na katika watu waliozungumza, Kabudi alizungumza akasema kampuni hii ina weledi, ina uzoefu, ina uwezo wa kifedha, na hata huyo mmiliki wa kampuni hiyo alikuja kwa ndege binafsi ya kukodi. Gavana wa Benki Kuu akasema alifanya due diligence kuona kwamba kampuni hiyo ina weledi wa kutosha na uwezo wa kutosha wa kufanya hiyo biashara. Lakini baada ya miezi minne, ile biashara kama Watanzania walivyosema, na rais alisema, Watanzania sio wajinga, walisema hii kampuni ya kitapeli, haina uwezo huo, waliandika kwenye mitandao. Baada ya miezi minne imeonekana kampuni ile haina uwezo, imeshikana na ile biashara imekufa. Sasa Mheshimiwa Naibu Spika, hivi kweli bunge hili linakubali Kabudi aendelee kubaki na uwaziri wake, mtu ambaye kila kukicha anamdanganya na kumfanya rais aendelee kupotoka? Hivi Mheshimiwa Naibu Spika, hapa duniani rais wa nchi akilalamika, rais wa nchi akilia, kinachoweza kumsaidia ni bunge la nchi. Kama bunge la nchi likishindwa, basi tunamwachia Mungu. Mimi nafikiri tusifike hapo, ndugu zangu. Mheshimiwa Naibu Spika, bunge lako tukufu lichukue hatua ili hawa watu wawajibike. Kabudi, na ningefurahi sana angekuwepo hapa Kabudi, mnakumbuka maswali. Mheshimiwa Akomu ni mheshimiwa. Mheshimiwa Profesa Kabudi, nafurahi kama angekuwepo hapa, kwa sababu mnakumbuka ishu ya makenikia, mnakumbuka ishu ya sheria ya PPP, mnakumbuka ishu ya sheria ya kulinda rasilimali za nchi hii, mnakumbuka ishu ya sheria ya takwimu. Haya mambo yana utata, haya mambo yana utata. Kwa hiyo mimi naliomba bunge hili lichukue hatua dhidi ya Kabudi, awajibike. Hawa wengine ndugu zangu hapa, kina Kakunda, Mheshimiwa Jafeti Asunga, hawa ni watu ambao wako kwenye basi tu, lakini anaendesha hili basi ni Kabudi. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, naomba sana tusije tukamfanya rais wetu aonekane kwamba ni mtu tu ambaye analialia, jambo ambalo si heshima kwa bunge hili, si heshima kwa Watanzania. Asante sana, muda wako umekwisha Mheshimiwa.